Nyinyi mnanisikia? Siasa hii ya makelele mimi sitaki. Tunaelewana? Hii siasa makelele ni siasa mbaya. Nyinyi vijana nataka niwaambie, mimi nataka niwapangie kazi ya ajira. Naam, karibuni tena watazamaji wangu wa BM Daily Politics. Vijana wa Gen Z wameamua kesho ni kesho. Ni lazima waingie tena kwenye maandamano. Tarehe 25 mwezi wa 6 ndio siku ambayo vijana wa Gen Z wamekuwa wakipangia kwa muda mrefu kujitosa tena kwenye maandamano kama ukumbusho ama kumbukumbu ya wenzao ambao waliaga dunia mwezi wa 6 mwaka 2024, wakati hawa vijana wa Gen Z walijitosa kwenye maandamano kupinga mswada wa fedha wa mwaka ule wa 2024 2025. Na kipindi hii watazamaji wangu, kunatarajiwa maandamano makubwa kule jijini Nairobi na sehemu zingine kama Mombasa, Kisumu, maeneo kama kule Kiambu. Ni sehemu ambazo watazamaji wangu siku ya kesho tutakuwa tunatarajia maandamano makubwa, na tayari vijana wa Gen Z kutoka sehemu tofauti wamekuwa wakiandika barua kwa serikali wakisema ya kwamba siku ya kesho serikali ijitayarishe kuwalinda vijana wa Gen Z, bali sio kuleta fujo. Mara mingi tumekuwa tukishuhudia vile ambavyo serikali ama maofisa wa polisi wamekuwa wakitumia nguvu zaidi, wamekuwa wakiwaua waandamanaji wa amani. Pia kumekuwa na extrajudicial killings, kumekuwa na abductions. Hayo ndio mambo ambayo vijana wa Gen Z wanayapinga kikamilifu na hawataki yaendelee kufanyika chini ya utawala wa serikali ya Kenya Kwanza. Sasa hivi kuna swala ambalo watazamaji wangu vijana wa Gen Z wamekuwa wakilisukuma kuhusiana na kifo cha Albert Ojwang. Mpaka sasa hivi Albert hajaweza kupata haki. Siku zinazidi kusonga, serikali inazidi kujikokota kufanya uchunguzi, ili hali wale ambao walihusika ama wahusika wakubwa bado wapo huru, hawajaweza kuchukuliwa hatua yoyote. Hayo ndio baadhi ya mambo ambayo yanawashinikiza vijana wa Gen Z wajitose kwenye maandamano siku ya kesho. Na watazamaji wangu, serikali nayo imejipanga vipi kukabiliana na hawa waandamanaji wa amani? Serikali kama tu vile ambavyo ilikuwa imesema hapo awali, kule jijini Nairobi Police Commander alisema ya kwamba wapo tayari kuwalinda vijana wa Gen Z na kuhakikisha kwamba maandamano yatakuwa ni ya amani, sio maandamano ya fujo na sio maandamano ambayo yatakuwa na ghasia. Na William Samoei Ruto, watazamaji wangu, amekuwa akiwaonya vijana wa Gen Z kuhusiana na haya maandamano yao na madhara yake endapo watajaribu kuendelea kuipinga serikali yake. Watazamaji, nataka niwapatie fursa muweze kusikiza ujumbe kutoka kwa William Samoei Ruto akizungumzia kuhusiana na haya maandamano ya vijana wa Gen Z, na ako na ujumbe gani kwa hawa vijana wakati wanajiandaa kuingia kwenye maandamano siku ya kesho. Lakini watazamaji wangu, kabla sijawekea ujumbe, ningependa kukuomba wewe mtazamaji, kama ndio mara yako ya kwanza kufika hapa BM Daily Politics, ujiunge nami kwa kusubscribe na pia uweze kulike, kushare na comment, ndipo ujumbe ama hizo habari zetu ziweze kuwa recommended kwa watazamaji wengi zaidi. Enough is enough. Ama mnasemaje? Si imetosha hii maneno? Walisema tusipitisha finance bill. Mimi nimewacha finance bill. Nikawaita wakanasema hawataki kuja kuzungumza na mimi. Wakaniambia niende huko kwa X. Mimi nikaenda kwa X. Wakatoroka huko, hawakukuweko. Wakaniambia tuitishe mazungumzo. Nimeitisha mazungumzo, wamekataa. Nimewaambia wanaendelea kusema wao ni faceless, wao ni formless, sijui wako nini. Mimi nimewaambia sasa, my friends, you know, I have given a chance to everybody to say whatever they want. You know, it cannot continue like this. The country is much more important than any group of people. We must stand together as a nation, protect our nation, and make sure that Kenya is a democracy. Tunaelewana ama namna gani jameni? Tuko pamoja? Watu wa Bomet mnasema tuwe na amani. Mnasema we want peace. Mnasema you want peace. Turudia we want peace. Mnasemaje? Mnasemaje? Going forward, we will protect the nation. Going forward, we will protect the nation. We will protect life. We will protect property. We will stop the looters. We will stop the killers. We will stop mayhem. We will stop anarchy, because Kenya is a democracy and we want a peaceful, stable nation. And our issues are resolved using democratic means. Ama mnasemaje watu wa Kenya? Mnasema tusimamishe hii fujo? Na tusimamishe hii vita? Na tusimamishe maandamano ya maafa? Na maandamano ya kuharibu mali ya watu?
I want to promise you it's going to stop. Enough is enough. Ama mnasemaje? Si imetosha hii maneno? Walisema tusipitisha finance bill. Mimi nimewacha finance bill. Nikawaita wakanasema hawataki kuja kuzungumza na mimi. Wakaniambia niende huko kwa X. Mimi nikaenda kwa X. Wakatoroka huko, hawakukuweko. Wakaniambia tuitishe mazungumzo. Nimeitisha mazungumzo, wamekataa. Nimewaambia wanaendelea kusema wao ni faceless, wao ni formless, sijui wako nini. Mimi nimewaambia sasa, my friends, you know, I have given a chance to everybody to say whatever they want. You know, it cannot continue like this. The country is much more important than any group of people. We must stand together as a nation, protect our nation, and make sure that Kenya is a democracy. Na watazamaji, William Samoei Ruto anawajua hawa vijana wa Gen Z vizuri, kwa sababu mwaka uliopita wa 2024 pale mwezi wa 6, baada ya yale maandamano makubwa ambayo yalishuhudiwa kule jijini Nairobi, William Samoei Ruto alilazimika kutupilia mbali ule mswada wa fedha, na baada ya kutupilia mbali akaweza kuanza kufanya mabadiliko ndani ya serikali yake, kwa sababu kando na kuupinga ule mswada wa mwaka wa 2024, vijana wa Gen Z walikuwa wanataka baadhi ya mawaziri waweze kuachishwa kazi, waweze kuondolewa serikalini, kwa sababu hawakuwa wanafaa, walikuwa incompetent, hawakuwa wamehitimu ama hawakuwa na stakabadhi za kutosha kushikilia zile nafasi ambazo William Samoei Ruto alikuwa amewapatia za mawaziri. Na sasa watazamaji wangu, kipindi kile vijana wa Gen Z walimlazimisha William Samoei Ruto pia kumtafuta kinara wa upinzani ambaye ni Raila Amolo Odinga, na wakatengeneza serikali kwa pamoja ili kutuliza joto la kisiasa la kipindi kile. Huu ni mwaka 2025 na mambo ni yale yale. Vijana wa Gen Z wanasema ni lazima waingie kwenye maandamano ya tarehe 25 kuendelea kumshinikiza William Samoei Ruto kwanza kabisa aangazie mambo ya maslahi ya wananchi, kuwatafutia kazi, kuteremsha gharama ya maisha, mambo ya high taxation, extrajudicial killings, abductions, police brutality. Hayo ndio mambo ambayo vijana wa Gen Z wanataka yaweze kukomeshwa chini ya utawala wa William Samoei Ruto. Kwa hivyo sasa hivi watazamaji wangu, vijana wa Gen Z wapo tayari, na siku ya kesho watazamaji wangu ndio siku ambayo maandamano yatakuwa yanaanza rasmi sehemu tofauti hapa nchini Kenya. Mtazamaji wangu, sijui maoni yako ni gani kuhusiana na haya maandamano ya siku ya kesho? Sijui kama matukio ni yale yale ya kawaida ama maofisa wa polisi watakuwa na tabia tofauti kukabiliana na wale waandamanaji. Hebu niachie maoni yako hapo mtazamaji kwenye eneo la comment section. Na kabla sijatamatisha, ningependa kukumbusha tena mtazamaji, kama ndio mara yako ya kwanza kujiunga nami hapa BM Daily Politics, uweze kusubscribe na pia uweze kulike, kushare na comment, ndipo ujumbe ama hizo habari zetu ziweze kuwa recommended kwa watazamaji wengi zaidi. Msiende mbali watazamaji, nitakuwa narejea hivi punde na mengi zaidi ya kuwafahamisha.